Kizota, ndugu viongozi wote mliopo, nitambue uwepo wa viongozi wetu wa dini, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Lakini kwa sasa nitapopa na red carpet kuendelea kupokea wageni. MC Mwakita, mwingi wa rehema, aliyetuwezesha uhai na kutujalia afya njema ya kushiriki kwenye tukio hili kubwa la kihistoria katika kata yetu ya Kizota siku ya leo. La pili, nichukue fursa hii kuwapongeza sana wawekezaji wetu, ndugu yangu wa Kloba na familia nzima kwa uamuzi mkubwa wa kuamua kujenga ukumbi mkubwa na kisasa ndani ya kata ya Kizota na jiji la Dodoma. Kwetu wana Dodoma hii heshima kubwa sana, na inakuwa heshima kubwa sana hasa ilijengwa na mwanadodoma mwenyewe. Nimefarijika sana siku ya leo kuona wanadodoma mmepokea maamuzi ya Dodoma kwa mikono miwili na kushiriki kwenye eneo la kiuchumi. Maamuzi yalikuwa ni ya kisiasa yakifanya Dodoma kwa makao makuu. Jinsi tuna wajibu kuhakikisha kwamba Dodoma inaendelea kustawi kupitia watu wake, hasa katika eneo la kibiashara. Nimepata nafasi ya kutembelea ukumbi huu. Nilifika mapema zaidi. Asante sana kwa basi tuendelee kufanya jambo na muziki taratibu kutoka kwa official DJ kwamba ukumbi huu ni kati ya kumbi chache katika jiji la Dodoma zenye ubora wa hali ya juu sana. Ni ukumbi mzuri, ukumbi wa kisasa, na naamini kabisa ili mji uwe makao makuu lazima uwe una sifa ya vitu mbalimbali, hasa kwenye utoaji wa huduma. Na moja ya sifa yenyewe ni kuwa na kumbi zenye hadhi kama hii, kumbi ya kisasa kabisa ambayo itasaidia sana kwenye kutoa huduma katika jimbo letu na wilaya yetu ya Dodoma. Kwa hiyo narejea tena kuchukua fursa hii kumpongeza sana mwekezaji kwa uwekezaji mkubwa, na sisi wadau wa maendeleo ya Dodoma nataka kuhakikishia kwamba tutakuunga mkono kwa kila hali ili basi biashara hii istawi, ikue na utujengee ukumbi mwingine mkubwa zaidi ya huu. Mwenyezi Mungu atujalie. Ukiacha Dar es Salaam na Mwanza na Arusha, Dodoma ni eneo kwa kasi kubwa sana. Na Dodoma hivi sasa kuna biashara kubwa ya aina nyingi na biashara mbalimbali. Ni imani yangu ya kwamba mwekezaji kwa kazi kubwa uliyofanya, na tunakuombea kwa Mwenyezi Mungu basi malengo yako yaweze kutimia, hasa katika kuhakikisha kwamba kuna uendelevu wa biashara, na tunakutakia kila la heri katika biashara zako. Naamini kwa namna ambavyo umejipanga Mwenyezi Mungu atajalia tutakwenda kupiga hatua kubwa zaidi ya maendeleo, na sisi ndio tutakuwa furaha yetu. Ndugu zangu, naomba pia nimalizie hotuba yangu kwa sababu nisingependa kusema mambo mengi yanasema, mshauri wao anasema vizuri sana. Risala tumeisikia, lakini ukumbi wenyewe ni hotuba tosha. Naomba nisiongeze maneno ya ziada ili niwaruhusu tuendelee na ratiba nyingine, hasa ratiba ya chakula. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amekuwa akisisitiza na kuniomba nijaribu kutumia muda mfupi sana ili tuendelee kwenye zoezi linalofuata la chakula. Na mimi naomba nimalizie hotuba yangu kwa zile changamoto ambazo umezisema,
Mheshimiwa diwani wangu wa kata ya Kizota ndugu yangu Jamali amesema vizuri. Sisi kama serikali tuna wajibu kuhakikisha kwamba maeneo haya yenye uwekezaji yawe na miundombinu rafiki ili kusaidia na kuwezesha uwekezaji huu ambao umefanyika. Nataka nikuhakikishie kwamba nimelipokea hili kwa mikono miwili na tutakwenda kulifanyia kazi. Bahati nzuri mwenyekiti wangu wa Goani yuko hapa. Wewe ni shahidi, katika mtaa wenu mlikuwa mna changamoto kubwa sana pindi mvua ikinyesha hapa. Kuna kazi tumeifanya, kwa naamini tutaunganisha na hiyo kwako na mapema kadri iwezekanavyo tutaifanya kazi ya kurekebisha barabara katika eneo. Baada ya hiyo kurekebisha barabara hapa itasaidia pia kurahisisha mawasiliano na wananchi walioko katika eneo hili pia watapata nafasi ya kuweza kuitumia. La pili la kuhusu umeme, naomba nisiongeze maneno. Mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema vizuri juu ya hatua ambazo zitachukuliwa kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7. Mimi kazi yangu itakuwa ni kusisitiza. Bahati mbaya tu Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tarehe 1 nitakuwa sio mbunge wa jimbo la Mjini, ndio bahati mbaya yake. Nitajitahidi nisisitize kabla ya tarehe 1. Sababu bunge linavunjwa tarehe 28, baada hapo nitakuwa sio mbunge tena. 28 mwezi wa 6. Kwa tarehe 1 mwezi wa 7 nitakuwa sio mbunge. Lakini naamini kabisa kwamba kwa sababu Mheshimiwa mkuu wa wilaya ameyatamka maneno haya itakwenda kutimia ili tuondoe changamoto hii ya umeme. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, nashukuru sana kwa hotuba yako. Hotuba ilikuwa nzuri sana, isipokuwa kipengele cha mwisho kile. Lakini hotuba yako ilikuwa nzuri sana. Ulipotuchomekea kipengele cha mwisho cha kule Zanzibar, tumekipokea, tunaombea kila la heri. Wenzenu walifika finali wakavaa medali. Kafanya mfike finali mkavaa medali pia. Ndugu zangu wana Dodoma, naomba nimalizie kwa kuwashukuru wote mliojitokeza kwa wingi kuja hapa. Nawatakia kila la heri katika shughuli hii ambayo inaendelea. Katibu wangu wa CCM wa mkoa ameshasema, mimi naomba nisongeze maneno. Alisema kuhusu kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais ameifanya katika jimbo letu la Dodoma Mjini hapa. Naomba nisongeze maneno, lakini tu niwatakie mlo mwema. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Na sasa natangaza rasmi kwamba nimeuzindua ukumbi wa Sapphire Pride Castle. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.